Katika kitu ambacho kimeonekana kuwafurahisha wengi sana, lakini pia kuwakasirisha baadhi ya mashabiki ni pale Ibra alipoulizwa kwamba kati ya Harmonize pamoja na Diamond, je, unahisi nani ambaye ni muhimu sana kwako? Also bana, na aliulizwa swali hilo kimkakati kabisa na Ali ambaye kwa namna moja ama nyingine ameweza kulifafanua swali lake kwamba je, yeye kama Ibra, kama artist, je, anaonaje kati ya Diamond pamoja na Harmonize? Je, ni nani ambaye anaona kwamba anafaa zaidi katika pengine katika karia yake ya muziki, kwamba anamchagua nani? Sasa Ibra kama unavyojua ni kwa namna moja ama nyingine amejibu kimkakati. Kwa sababu ni swali gumu. Kumbuka yeye katika kujibu ile swali hilo kwamba nani zaidi kati ya Diamond au Harmonize, yeye akasema kabisa kwamba katika muziki wa Tanzania lazima umzungumzie Diamond. Sababu Diamond ni msanii ambaye amewekeza sana katika muziki wake, lakini pia ana maono makubwa sana katika biashara ya muziki. Kwa hiyo siwezi kuwa muongo au mnafiki bila kumtaja Diamond, kwa sababu Diamond ndiye ambaye amemzalisha hata huyu Harmonize katika swala zima la muziki. Kwa hiyo alimchagua Diamond kutokana na maono makubwa alionayo Diamond katika muziki. Tunaona anatafuta connection duniani, anafanya kazi na wasanii wakubwa, anafanya shows duniani, lakini pia tunaona kero yake kubwa ama changamoto yake kubwa ni kwamba alikuwa na changamoto ya uwekezaji katika karia yake ya muziki. Na tunaona kwa upande mwingine Harmonize alikuwa analegalega kutotoa pesa kuwekeza kwenye muziki wa Ibra, na kwa namna moja ama nyingine tunaona Harmonize ndio kilichomfanya aweze kumpoteza Ibra, kwa maana ya kwamba alikuwa na project, lakini project hizo ziko tu ndani. Harmonize anazisikiliza afa anakaa kimya, lakini kwa anajijali yeye. Kwa hiyo ukimwangalia Diamond sio binafsi wala sio mchoyo, kwa sababu tunaona anatoa nafasi hata kwa wengine waweze kushine. Unajua wakati Harmonize yake katika label WCB, kuna wakati alikuwa anapata nafasi kubwa sana kuliko wasanii wengine, na kwa namna moja tunaona akafika mbali. Kwa hiyo sasa kwa upande mwingine Ibra ni kwamba amejibu swali hilo kutokana na kwamba Diamond sio mchoyo. Inapokuja swala la kazi, Diamond amekuwa akimpa nafasi kubwa sana msanii kujitegemea. Sababu tunaona Device kitaka kutoa ngoma anatoa ngoma, Zuchu kitaka kutoa ngoma anatoa ngoma. Kwa hiyo tunaona project zinaenda kimkakati kabisa. Sasa baada ya jibu lake kwamba amemchagua Diamond juu ya Harmonize, tunaona imekuwa ni tofauti kwa mashabiki. Mmoja kaandika kwamba swali la kijinga, kaulizwa kijinga alafu kajibu kijinga, au sio? Kwa maana ya kwamba ni swali la kijinga. Imagine mjinga niwe sababu hauelewi, hajasema Konde ni mbaya, lakini anasema biashara kwamba Mondi ana kile kipaji afu wewe. Mmoja anasema kwamba mtangazaji mwenyewe kasema la kichokozi na jamaa kakubali. Sasa hapo nabisha bado. Mmoja anasema kwamba kijana ameongea vizuri sana. Alisema tukiangalia kibiashara, to be honest, you cannot compare Diamond with Harmonize when it comes to business. Chibu is far away better than him. Kwamba kwenye biashara ya muziki Diamond yuko mbali sana. Mmoja anasema you are very right bro. Mmoja kaandika kwamba fact and well. Kwa hiyo amo yeye au basi, ila Ibra wewe umefanya nimelia walai. Uso bana, unalia nini? Acha tu. Hii ndio maana tenda wema uende zako, usingoje shukrani. Maskini akipata matako liambata. Bora umelielewa. Acha tu, binadamu hata robo wema hamna, wanasao sana ise. Kwa sababu tukiangalia pengine angeza kumchagua Harmonize. Kwa sababu tunaona Harmonize ndiye amemsaidia pia hata kutoka katika lebo hiyo, na amemsamee, hajatoa hata 100. Amemsamee aende tu kufanya kazi zake, na wala hajataka hata 100 yake, na hajalipishwa chochote. Watu mnawahi kusahau sana. Kwa hiyo mshasahau korosho alimfanya Simba. Hiyo sasa ndo kwenye Uislamu inaitwa another benga inakuja. Another benga inakuja. Angesema hamo tatizo moshi mwingi. Mwingine anasema kwamba
kwani huyu avutu. Dogo Paten anajua sana, unaacha mbachao kwa msara upitao. Dogo usipite mitaa ya Konde Gang, tunavuta sana sasa hivi. Unategwa alafu unajaa chali boya sana. Mmoja anasema kwamba haya bwana. Mmoja anasema kwamba lakini naona katoa maoni yake, mfano ni Hamu Ray, hata Ibra yatoka Hamu pia hawezi kujilinganisha na Lavalava. Dogo kaingizwa kwenye mfumo alafu kajaa. Ujinga. Mimi sio mganga, naona uende mwanetu ikawa ndio interview yake ambayo itampoteza mjini. Au si bwana? Dharau na maskini ni mashoga wanaopendana. Kwa hiyo alichoongea ni uongo au roho ya chuki inakutafuna. We dogo, jao kwenye hilo swali, bora ungelikwepa tu. Haikuwa maana yote ya kujibu kwa sababu huyo uliyemkataa ndio anafanya wewe tukujibu. Bora ungelikataa tu hilo swali. Kwa sababu amemkataa Harmonize, yani amemkataa Harmonize mbele ya Diamond. Na kuna mmoja ama nyingine tunaona ameonekana au sio bwana, kumkataa au sio bwana, kumkataa Harmonize, kitu ambacho Harmonize endelee mshepu kimuziki. Nimeumia sana Harmonize kakutoa mafichano leo hii. Harmonize namkataa kabisa, ila binadamu. Mmoja sema usisahau ulikotoka, maisha mafupi sana. Kama usisahau ulikotoka. Mpumbavu kauliza swali la kipumbavu, kashindwa kutambua huo upumbavu uliko kwenye swali, naye kama mpumbavu ajibu kipumbavu zaidi. Atulie na Simba, hii aende mbali kimuziki. Hii ndio silaha pekee itakayompiga Harmonize. Diamond anataka kuitumia vizuri. Kwa hiyo ni silaha ambayo inatumiwa na Diamond kwa mujibu wa shabiki, kwamba inatumika kwa ajili ya kumuumiza au kumdhoofisha Harmonize. Kwamba Harmonize pokuwa makini ndio hivyo. Sio kila swala lazima ujibu dogo. Hapo ndio tunaona tofauti kati ya Dogo Paten na Chinga. Shukrani ya punda mateke. Huyu dogo unapata ni Dogo Paten kapiga shule. Homeboy nakuita mara 3. Media zitakuponza. Usiongee tu kila jambo, angalia ulikotoka. Mdogo mbona kama anavuka mamba hajatukana mtu. Hauzu bwana. Kwa hiyo ndio hivyo. Pengine wangetegemea watu kwa sababu Harmonize ndio aliye, bila Harmonize tusingemfahamu kimuziki. Pengine bila Harmonize tusingempa ukubwa huo Ibra. Sasa ukubwa alionao Ibra ni kwamba amemkataa Harmonize mbele ya media ya Wasafi. Na mashabiki wanamuonea huruma wengi sana, wakisema kwamba bora tu angelikataa tu hilo swali, kwa sababu both wana mchango, lakini mchango wa muda mfupi unasahau mtu aliyekubeba tangu naanza career yako ya muziki. Wewe una maoni gani kwamba Ibra kumtaja kwamba Diamond ni bora zaidi ya Harmonize? Naonyesha maoni yako kisha na subscribe.